Msemaji, hongera kwanza kwa ushindi ambao umepata leo. Moja kati ya mechi ambazo zilikuwa zinatazamiwa kuwa ni ngumu ni huu pia wa Azam FC, lakini mmeondoka na alama 3. Mara ya kwanza, mchezo wa kwanza mlipoteza, lakini sasa hivi mmeondoka na alama 3. Hii ina maana gani kwa upande wenu? Yes, kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tumepata matokeo mazuri leo. Tumepata pointi 3 kwenye mchezo mgumu kwenye huu mzunguko wa pili, na zilikuwa pointi 3 muhimu kwa kutazama msimamo wa ligi ulivyo. Tuchukue fursa hii kuwapongeza sana wachezaji wetu wote wa klabu yetu ya Yanga. Tupongeze sana benchi la ufundi, na mwisho ni wapongeze sana mashabiki wa Young Africans ambao wamekuja kwa wingi leo hapa kuhakikisha wanaisukuma timu ipate matokeo mazuri. Ni vile Mwenyezi Mungu alipanga mechi ishe 2-1, lakini kipindi cha kwanza tulicheza nafasi nyingi ambazo tungeweza kufunga hata goli 4 mpaka 5, lakini kipindi cha pili tumerudi, ukizingatia tuna mechi back to back, tuna mechi hapa ya kombe la CRDB, tuna mechi hapa ya ligi tena kule Manyara. Kwa mwalimu lazima tempo ishuke chini, tumiliki mchezo, na kwa bahati mbaya tukawaruhusu wakarudi mchezoni wakapata goli 1. Kwa hiyo all in all tumepata ushindi wa goli 2-1 na point 3. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuruhusu goli kwa kipa Diarra tena sasa hivi leo hii ameruhusu. Hii inaonyesha kwamba kuna maneno yanazungumzwa mengi kwamba kiwango chake kimeshuka. Kuruhusu na leo tena clean sheet nyingine inapotea. Hii ina maana hiyo kwa upande wenu? Hapana, hizo ni ajenda za hovyo ambazo mnazitengeneza nyie na sijui ni kwa sababu gani. Diarra sio malaika. Ziko mechi atacheza, ataruhusu goli, ziko mechi atapata clean sheet. Kitu cha msingi kwenye klabu yetu ni timu ipate matokeo mazuri. Hatuko hapa kuangalia nani amepata clean sheet, nani kapata goli. Ajenda namba 1 ambayo wachezaji wote wanaifanyia kazi ni timu ipate matokeo mazuri, na ndicho ambacho kimefanyika siku ya leo. Kwa hiyo ikitokea Diarra ameruhusu goli, mnasema kiwango kimeshuka. Amecheza mechi 3 hapa na clean sheet, hamna mtu aliyesema Diarra kiwango chake kipo juu. Ni kwa sababu bora wake ni mkubwa sana, na sasa mmemzoea, mnamtengenezea makosa. Goli lilofungwa ni goli la kimpira kabisa. Unawapongeza Azam, wametumia mistake yetu kidogo kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sidhani kama ni mjadala, na kama ukiwa mjadala basi mjadala watu ambao hawajui mpira kabisa. Alikamwe, ni mchezo mwingine ambao umeruhusu injury. Pacome ametoka kupata injury mechi iliyopita. Tumeona Khalid Aucho naye pia akipata injury. Sasa hivi mechi zimebaki chache, na tunasema kwamba rotation pia ni muhimu kuendelea kufanyika katika kikosi cha Yanga. Tunawaambiaje wananchi ambao wanaenda kumkosa Khalid Aucho wiki 3? Yes, kuhusu Khalid Aucho tayari taarifa yake tumetoa. Nafikiri hofu kubwa ya mashabiki wa Yanga leo hii ni kuhusu hali ya Pacome Zouzoua. Bado hatujapata ripoti daktari, lakini nimezungumza na mchezaji mwenyewe wakati wa mapumziko akiwa anatoka, na akaniambia amepata jeraha kidogo, ni maumivu kidogo anayasikia. Kwa hiyo tunaamini kauli yake iwe kauli yenye heri, kwa maumivu anayasikia ni madogo na isiwe injury kubwa. Kwa hiyo kesho inshallah atafanyia check up na atatoa taarifa rasmi. Hii kwa taarifa ya awali kupitia yeye mwenyewe, anasema ni majeraha kidogo ambayo kayapata. Aziz Ki amerudi kwa 100%? Aziz Ki yes, amerudi na tumemzoea akifanya makubwa zaidi, hasa kwenye mechi kubwa. Leo ameingia second half, hajapata goal, lakini amekuwa na contribution kwenye kutunza mpira, ku maintain possession, na timu ikapata matokeo mazuri. Alikamwe, Prince Dube amefikia anaongoza kwa magoli 12. Kwanza Dube kafunga Chamazi. Sasa nimelia sana. Kilio cha nini? Ina maana gani hiyo? Nimelia sana. Dube kafunga. Leo hajazimiwa taa? Sijaamini. Waandishi msicheke, inaumiza. Pole sana. Asante. Dube kafunga Chamazi. Kulikuwa kuna ugumu gani kiasi gani? Kwa mnuizi ndio moja kwa moja okay. Kikubwa tunamshukuru mama wetu kwa sababu amekuwa mtu wa kutusupport katika kila hatua, na hili ni deni ambalo lilikuwa limebakia katika mashindano ya michezo ya kimataifa. Kwa hiyo kikubwa tunamshukuru, na amezidi kudhihirisha kwamba yeye ni shabiki namba 1 katika nchi yetu. Kwa hiyo tunampenda sana na tunamwombea aendelee kutusupport vijana wake, kwani support yake ni muhimu kwetu. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana, tunamwambia asante sana, na hili ina maana tutaendelea kujifunza, na hata mwakani pia tutafanya vizuri. Asante sana. Mechi ya Champions League leo zimewasili hapa. Kwanza kabisa tunapenda kutoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa motivation ambayo amekuwa akitoa.
Kiasi hichi cha shilingi milioni 10 ilikuwa ni hela ambayo tulikuwa hatujaipokea kutokana na michezo yetu miwili ambayo tulikuwa tumecheza away. Mchezo wa Champions League dhidi ya CBE ambayo ilikuwa pale Ethiopia Septemba 15 mwaka uliopita, lakini mchezo wa pili wa Al Hilal ya Sudan ambao tulicheza Januari 12 pale Nouakchott, Mauritania. Hichi ni kiasi cha shilingi milioni 10 kimekuja kuwasilishwa kama ambavyo kilitakiwa kuwasilishwa. Tunamshukuru sana na tunaahidi next season tutakaporejea tutaenda kufanya makubwa zaidi. Asanteni.